这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Karibu sana ukiwa kama mdau au mpenzi wa simulizi. Leo tunakukaribisha tena katika chaneli yako pendwa ambayo ni chaneli ya simulizi za Hus. Bado dawa au dozi inaendelewa kugawiwa kwa wateja wetu. Leo tunakuja na sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri kabisa ambayo inaitwa Mtoto Nuhu anusurika baada ya ajali ya meli. Hivyo leo tutaendelea na sehemu ya 3. Nimleti kwenu dada Sophie OG kwa ajili ya kutupa burudani. Asante sana kaka Hus kwa kunipaisha. Na mimi na kuahidi kuifikisha salama simulizi yako kwa wasikilizaji. Kumbuka hii ni sehemu ya 3. Nuh, Lina na Zahara walikuwa wamejificha kwenye kivuli cha miamba mikubwa, huku mawimbi ya bahari yakivuma kwa kasi na kutua kwa nguvu. Maji yalionekana kama yamejaa ghasia, yakipiga milango ya majumba yaliyozama chini ya maji. Walijua kuwa walikuwa kwenye ukingo wa kugundua ukweli ambao ulikuwa umejificha kwa miongo mingi. Lina, Zahara, Nuh alizungumza kwa sauti ya chini. Sina hakika kama tumejiandaa kwa kile kinachokuja. Bahari hii sio rahisi kuelewa, lakini lazima tujue ukweli kuhusu familia yangu. Lina aligeuza kichwa chake kwa haraka, macho yake yakionyesha wasiwasi. Na, huna budi kuwa makini. Bahari ni wenye nguvu kuliko unavyofikiria. Ikiwa unajua kweli kuhusu familia yako, basi utalazimika kukabiliana na jambo lenye uzito mkubwa. Zahara alikusanya nguvu zake, akijua kuwa Nuh alifika kwenye hatua ya kutafuta ukweli. Alijua kuwa safari yao ilikuwa kwenda mbali zaidi ya maelezo ya kawaida. Kumbuka, Nuh, hakuna kurudi nyuma. Bahari ina umri mrefu, na haina huruma kwa yeyote anayeingia ndani yake bila kujiandaa. Lakini kwa moyo thabiti, unaweza kugundua kile kinachojificha kwa vizazi vingi. Nuh alikubaliana na maneno ya Zahara, lakini hofu ilijaa moyo wake. Alijua kuwa alikuwa katika safari isiyokuwa na hakika, lakini aliendelea kutafuta. Aliangalia mbele kwenye mawimbi ambayo yalikuwa yanachukua hali ya giza na mwanga, na alijua kuwa hakukuwepo tena nyuma. Walitembea kwa kasi zaidi, na Nuh aliendelea kuelekea miongoni mwa miamba mikubwa ya zamani, maeneo ambayo yalikuwa na umri wa mamilioni ya miaka. Hii ilikuwa sehemu ya bahari ambayo aliijua tu kutoka kwa hadithi za kale, na alijua kuwa hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kuendelea mbele. Kama vile alivyofikiria, walifika kwenye mji wa zamani uliojaa michoro za kale za ustaarabu ambao uliishi kwenye maji kwa miongo mingi. Mikondo ya maji ilizunguka, na mwangaza wa giza ulikuwa ukiangaza kwa mbali. Zahara alikusanya pumzi na kusema, tunaweza kuchukua njia hii, lakini kumbuka kuwa sasa tunaingia kwenye historia ya familia yako. Maji haya yameshuhudia kila kitu. Ikiwa utaendelea, utalazimika kukabiliana na kila kitu kilichozama chini ya mawimbi. Nuh alijua kuwa ulikuwa wakati wa kumaliza maswali yake, kutafuta kile kilichozama kwenye giza la bahari, na kuchukua jukumu la urithi wa familia yake. Alihisi nguvu fulani inamshinikiza, kama vile mawimbi yenye ghasia yalivyomkalia. Kama vile samaki anavyoenda kwenye kina kirefu, ndivyo mimi nitavyotumbukia ndani ya maji, alijisemea kwa siri. Safari yao ilikuwa imefika katika hatua ya hatari, lakini Nuh alijua kuwa ukweli uliondoka mbali na ardhi na ulikuwa umejificha chini ya mawimbi. Aliendelea kutembea mbele, na mawimbi ya bahari yakijua kuwa alikuwa akichukua hatua za kuijua familia yake na ukweli wake.
Nuh alisimama mbele ya mlango mkubwa wa jiwe ambao ulijaa michoro ya kale na alama za ustaarabu uliojificha kwa vizazi vingi. Alikuwa amesimama katikati ya mji wa zamani, maeneo yaliyojaa historia ya familia yake, lakini kwa sasa kila kitu kilikuwa kimya. Maji yalikuwa yanavuma nyuma yake, kana kwamba yakimsubiri kwa hamu. Zahara alisimama kwa upande wake, akichunguza maeneo ya kale kwa macho yaliyokuwa na hofu kidogo. Lina alisimama upande mwingine, akijua kuwa sasa ilikuwa hatua ya mwisho. Walikuwa wameingia kwenye giza la bahari, na hakuna kurudi nyuma. Maji haya yanahifadhi siri kubwa, Zahara alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakitazama mbele. Si siri rahisi kuchukua. Familia yako haikuwa tu wavuvi, bali walikuwa sehemu ya urithi wa bahari. Nuh alijua kuwa ukweli alikuwa umekaribia. Alijua kuwa ilikuwa ni sasa au kamwe. Kuwa tayari kugundua kile kilichofichwa kwenye kina cha mawimbi. Alijua kuwa familia yake ilikuwa na uhusiano wa kipekee na bahari. Na ilifika wakati wa kugundua jinsi ya kuishi na maji. Kwa hatua moja, Nuh alijikuta akitembea ndani ya mlango wa jiwe, akifuatwa na Lina na Zahara. Alikuwa akielekea kwenye chumba cha kale kilichozungukwa na michoro za mababu, picha za meli zilizozama, na majina ya familia zilizochorwa kwenye kuta. Aliona picha ya baba yake, Mwanatamaa, akiwa mfalme wa bahari, akiwa na meli kubwa ya kifalme iliyojaa samaki wa ajabu. Hiyo ilikuwa picha aliyokumbuka kutoka kwa mama yake, lakini alijua sasa kuwa ilikuwa ni sehemu ya urithi wake. Lina alikimbilia kwenye picha hiyo, akitabasamu kwa huzuni. Hii ni picha ya mfalme wa bahari. Hii ilikuwa familia yako, Nuh alisema kwa sauti ya chini. Mfalme wa samaki na meli kubwa, na alijua siri za bahari. Wale wavuvi wa familia yako walikuwa na nguvu zaidi ya kifo na maji.